tuanze nini kwa mzee Yakobo? Alipata kibali kwa sababu gani? Unaweza kutusaidia? Yusufu alipata kibali kwa kwanza kwa Mungu. Kwa Mungu. Kibali ya Yusufu kilianzia kwa Mungu. Ndio. Na kilianzia kwa Mungu kwa jinsi gani? Kwa sababu kibali kinatengenezwa. Kibali kinatengenezwa. Yani kibali kipo ndani ya mtu, lakini kinatengenezwa ili kiweze kuwa halisi. Kinatengenezwa. Kipo ndani ya mtu ndio, lakini ili kiwe halisi kinatengenezwa. Ndio maana wale ambao hawatengenezwi kwa njia ya kimungu wanaenda kwa shetani. Lakini sasa tunaongelea kibali katika mfumo wake halisi ambao Mungu amekusudia kiweze kuwa. Yusufu tunamwona alikuwa ni mtoto mwenye tabia njema. Ndio. Kuliko watoto wote wa Yakobo. Unaona? Alikuwa ni mtoto mwenye tabia njema kuliko watoto wote wa Yakobo. Kwa hiyo ile tabia njema ikamsababisha apate kibali. Lakini pia Yusufu alikuwa hawezi kuficha uovu anaojua. Hata ndugu zake walipoenda kwenda machungani kule kuchunga mifugo ya baba yake, walikuwa ile mijamaa inachinja kondoo kama ni mbuzi na kula huko porini, mbuzi anaisha. Kwa Yusufu anasema nitasema kwa baba, au hata kama siwaambia, anaenda baba yake na baba leo. Kwa Yusufu akawa amependwa na baba yake. Lakini pia ukija kuangalia kibali cha Yusufu kilitengenezwa pia kutokana kwa mama yake ambaye alikuwa ni Raheli. Kwa sababu Yakobo alimpenda Raheli kuliko mwanamke mwingine wote. Kwa hiyo ule upendo wa Yakobo kwa Raheli ulifanya aumbwe mtu ambaye ana kibali kutokea mbinguni cha pekee ambaye ni Yusufu, na ile kibali na ile hali ikamfanya Yusufu au mtoto mzuri na akapendwa na akawa ni mtoto mwema. Kwa hiyo ule wema wake na tabia zake zikamfanya aweze kupata kibali kwa mzazi wake ambaye ni Yakobo. Kwa hiyo Yusufu alikuwa ni mtoto mwenye tabia njema na baba yake alimpenda, na ukiangalia maandiko yanaonyesha kwamba Yusufu alipendwa zaidi kuliko watoto wote wa Yakobo. Na Biblia inasema Yusufu alishonewa kanzu. Ile kanzu kwa namna moja ama nyingine, haoni mahali ambapo Yusufu watoto wa Yakobo wengine walishonewa kanzu, lakini Yusufu pekee alishonewa ni kanzu. Kwa maana hiyo, manake Yusufu alishonewa vazi ambalo wale wengine hawakunalo. Ndio maana wakaanza kumwekea nini vizuizi. Kama unavyojua hakuna anayependwa na wote. Ukiwa mwema utapendwa na wema, lakini wabaya atakuchukia. Kwa hiyo Yusufu alipata kibali kwa baba yake kwa sababu ya tabia njema, kwa sababu ya kuishi maisha ya ukweli yasiyo na uongo. Okay, hapo sasa tunaona sasa kwamba kibali kumbe akiji tu. Kibali kuna kitu ambacho inabidi ufanye ili kwamba upate kibali. Na azokuwa kitu inabidi ufanye ili kwamba nini? Ili kwamba upate kibali. Kwa hiyo kwa sababu ya tabia nzuri za Yusufu, alipokuwa anaona ndugu zake wakifanya kosa, anaenda kumwambia baba yake. Kwa hiyo baba yake akatoa kumpenda Yusufu kwa sababu yeye alikuwa tabia nzuri kuliko wengine. Na sio tu kwa Yusufu, hata wafundishaji wa kawaida. Kwa mfano sisi wachungaji. Kwa mfano kama kuna mshirika ambaye yuko kanisani ambaye labda ukimwambia kitu anakifanya kwa haraka, hata bila kujiuliza maswali, lazima huyo mshirika aweze kusema, lakini ndani yako tazama huyo mshirika utampenda, utampa sababu gani? Ile tabia. Kwa hiyo tabia njema inatengeneza kibali, tabia njema za kibali. Na hapa naposema hivyo unapata picha kwamba ili kwamba kibali chako kufanya kazi lazima kiambatane na tabia kabisa, kwa sababu tabia ndio inadhihirisha kibali chako. Kwa hiyo kama unakuwa tabia mbaya hauwezi kupata kibali. Kwa hiyo kuna watu wengine kwenye masuala ya ndoa, mke na mume, unakuta mume kabisa unakuta akimwangalia mke wake, yani ampendi kama ule upendo wa kwanza, apende kwenye ule upendo wa kwanza. Sasa hapo wage najiuliza, lakini kama kibali kinakupa nafasi yule mwanamke kwa mume wake ama mume kwa mke wake, ni kibali kimepotea ama ni nini ambayo kimepotea? Ni mpaka anaona kama ule upendo wa kwanza unakufa. Ni kibali kile ambacho cha kwanza kilikuwepo kimetoka, ama ni kibali ambacho kinaweza kuwa kinaendelea, ambacho kinaweza kuwa sijui, labda na msikilizaji pia pale anaweza, au mtazamaji anaweza kuwa
ujue. Kwa ufahamu wangu, upendo unapokuwa umepungua baina ya mtu mume na mke, unaweza kukaa kuna mambo mengi ambayo yanasababisha kwa mfano mtu kuwajibika ipasavyo kwa kila mmoja na msanii. Yaani mwanaume asipojua nafasi kwa mke wake na akawajibika ipasavyo, upendo kwa mke utapungua. Yaani ule upendo wa mke wake kwa mfanye utapungua. Lakini pia mwanamke asipowajibika ipasavyo kwa mume wake, ule upendo unafanye unapungua. Na inavyokuwa imetokea hivyo, na maana kuna mmoja anaweza kusema huyu wala sasa. Kwa hiyo kuna mambo na utambe yale. Unaweza kushangaa labda, na kwa sababu nimesema kwamba kibali kinategemea kwa nje. Kwa hiyo na maana ile hali inaweza kutokea leo kule kuelewana, ule upungufu nao ndio kuwepo. Na maana kuendelea kushuka zaidi, matokeo yake kile kibali kinakuwa, ule upendo unaondoka. Na upendo ukishaondoka kibali hakipo. Upendo ukishaondoka kibali hakipo, kwa sababu upendo unaweza ukabeba kibali. Kwa upendo ukiondoka kwenye eneo kama hilo la ndoa, ina maana yaani hauwezi kuwepo ule upendo, kwa sababu ile kibali haiwezi kuwepo. Kwa hiyo cha msingi kwamba ili kibali kiendelee kuwepo, kila mmoja atakuwa na nafasi ya kucheza na kucheza vizuri. Kwa hiyo nafikiri ni sawa. Mimi nadhani hapo kwa haraka kwenye hii kibali ni cha muhimu sana kwenye maisha ya mtu. Kwa mfano kama wewe ambaye labda unatufuatilia na kuangalia, chochote kile unachokifanya, unachohitaji ni kibali, chochote unachokifanya. Hata kama kwa mfano mimi ni mhubiri, ili kwamba nihubiri watu wanielewe, lazima kwanza nimuombe Mungu kibali, kwamba hiki Mungu akipa kibali, wale ambao na kuzungumza nao watanielewa, kwa sababu tayari mimi na kibali. Ndio maana unakuta kwa mfano kuna watu ambao wanaimba kitu ambacho havieleweki. Yaani kwa mfano waimbaji kwa mfano anaimba Rose Muhando zamani na sasa, unaona, yaani kuna wakati inafika mbona anaimba nasema kama vitu vieleweki, kwamba utamu nimeonja utamu wa Yesu, unaona, lakini bado ana kibali kwa watu, ni vitu anaanza kwamba kama vile havieleweki, lakini bado watu wanampenda. Kile ambacho anachofanya kazi pale, ni kibali. Na ndio maana kwenye hili hapa, kwa mfano wachawi wakitaka kuchukua maisha yako, wanachukua kibali chako. Hata kuchukua maisha yako, wanachukua kibali chako, ili kwamba sasa yote ile ambayo walifanya lisifanikiwe. Kwa siku moja dada aliyonipigia simu akaniambia kwamba mimi nachukiwa hadi kuna majirani wananichukia. Yaani kwa mfano hakuna mtu ambaye ananipenda. Yaani anachukiwa kabisa, anachukiwa na kwamba ananipenda. Lakini sasa nikajua huyu ambacho amekosa ni kibali. Kwa hiyo watu wakimwangalia, wanamwangalia kwa sura ambayo yani sio ya kwake. Yaani kama ni mchawi basi amechukua sura, kama ni sura ya chura ameweka kwake. Kwa mtu akimwangalia, na kama anamwangalia, kama anaona chura, anamuona kama vile ni mtu. Kwa hiyo anamwangalia kwa sababu kibali kinakuwa kimekamata. Kwa hiyo ndugu ambaye unatuangalia kwenye maisha yako, tafuta sana ili kwamba ufanikiwe kwa yote ambao unalitenda. Kitu ambacho unachohitaji kwenye maisha yako ni kibali, ili ufanye biashara yenye faida. Kitu ambacho unachohitaji ni kibali. Ukikosa kibali, ujue maisha yako yatakuwa mabaya. Kuna wengine kwa mfano kama huyu. Kuna mwingine anatembea juani. Kama anatembea juani, anafanya kazi